Bwana, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment, kushare kwa ajili ya kuendelea kupata habari mbalimbali za kimichezo ambazo sitakuwa tunakuwekea hapa ndani ya Mafie TV ambazo zinajiri katika viunga mbalimbali hapa nchini Tanzania lakini na nje ya mipaka Tanzania. Bwana, moja ya taarifa kubwa ambayo imekuwa inazua mjadala kuhusiana na mchezaji ambaye ameondoka Young Africans na kutimukia pale Wydad Casablanca, ambaye kwa misimu kadhaa amekuwa bora sana katika nchi yetu ya hapa nyumbani. Hapa namzungumzia Stephane Aziz Ki ambaye ameuzwa kuelekea pale Raja Casablanca, ambapo Young Africans tayari wamesha tanabaisha kwamba sio mchezaji wao kuelekea msimu unaokuja, msimu wa 2025-26, msimu ambao tutatarajia kuona mchezaji mwingine akicheza katika eneo hilo ambaye Young Africans wao watakuwa wamemsajili. Sasa tunajua ubora wa Stephane Aziz Ki katika msimu kadhaa ambao amecheza katika ligi yetu. Tumeona ubora wa hali ya juu ambao amekuwa nao. Tumeona misimu ambayo Stephane Aziz Ki kila siku akiwa ana grow up, kiwango chake kinapanda zaidi. Amekuwa moja ya kiungo ambaye kwa Tanzania hii kwa sasa ni moja ya kiungo ambaye huwezi kumlinganisha na kiungo yoyote. Tunajua tuna viungo wengine bora sana ambao wanacheza katika eneo lile. Tuna viungo wengine ambao wamecheza kwa ubora wa hali ya juu kwenye ligi yetu. Tuna Chama, lakini vile vile tuna watu kama kina Faisal ambao wapo kwenye ubora wa hali ya juu. Tumeona Azam FC akifanya hivyo. Tumeona season ambayo imemalizika akiwa kwenye ubora huo, ambaye ni akimaliza vizuri kwa kufunga magoli zaidi ya 15 kwenye kikosi cha Azam FC. Lakini vile vile tuna mchezaji mwingine ambaye hapa tunamzungumzia Eric Abushe, mmoja ambaye amekuwa mzuri sana kwenye eneo hilo. Lakini sasa hayupo tena rasmi kwenye ligi yetu ya NBC Tanzania Bara katika msimu 2025-26. Tunakwenda kumzungumzia mrithi wake ambaye tumezipata za ndani kabisa kutoka ndani ya kikosi cha Young Africans, na kwamba taarifa zinasema hivi kwamba imearifiwa kwamba Young Africans wameanza mazungumzo na Ibrahim Keita kutokea TP Englaba Mazembe ya pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kama wakifikia makubaliano atasaini mkataba wa miaka 2 na Keita hataki kuitumikia Mazembe kwa msimu ujao. Inaweza kuwa ni rahisi kwa Young Africans kupata saini ya fundi huyo kutokea TP Mazembe kwa sababu mwenyewe hana furaha maisha ndani ya TP Englaba Mazembe, na wao wanatamani kuwa na huduma ya Keita kutokea pale TP Mazembe, na mazungumzo yamefikia pazuri mpaka sasa hivi, ambapo Young Africans wao wameanza kuzungumza na mchezaji kwa sababu amesaliwa na mkataba wa muda mchache, yani miezi 6, ambapo ukiwa na miezi 6 unaruhusiwa kuzungumza na timu nyingine yoyote ile duniani ambayo inahitaji huduma yake. Na sasa Young Africans wenyewe wameingia kwa ajili ya kuhitaji huduma ya mchezaji huyu kuitumikia timu hii katika msimu unaofuata, msimu 2025-26, kuziba pengo la aliondoka ambaye ni Stephane Aziz Ki. Huyu ni mmoja mchezaji ambaye anacheza kwenye timu ya taifa ya pale Mauritania, ambapo kwa sasa hivi ana umri wa miaka 23. Amezaliwa Novemba 8, 2001. Maana yake ukiangalia kwa umri hapo ana miaka 23 kwa sasa hivi, ambaye anakitumikia kikosi cha TP Englaba Mazembe. Hajafanikiwa sana kwenye upande wa ufungaji, lakini ni kiungo ambaye unaweza kumshape vizuri na ukatarajia makubwa kwa msimu unaofuata. Kwa msimu huu ama kuanzia msimu 2023-20 mpaka 25 ndani ya kikosi cha TP Mazembe, ukiachana TP Mazembe kabla ya kuelekea kwenye TP Mazembe, kwenye kikosi cha Mauritania kwenye upande wa World Cup qualification, michezo ambayo amecheza ya kutafuta nafasi ya kufuzu kwenye kombe la dunia dhidi ya timu nyingine za timu ya taifa, kwenye timu yake ya taifa ya Mauritania amecheza michezo 3, hajafunga goli lolote wala haja assist. Huku ni kwenye timu ya taifa. Kwenye timu ya taifa huwezi ukawa na doubt sana, kwa sababu sio sehemu ambapo unapata nafasi kubwa ya kucheza kila weekend. Unacheza baada ya miezi 3 ama baada ya miezi 2 unakuwa unacheza tena. Sasa ukiangalia ni mchezaji ambaye amekuwa kwa nafasi kubwa
anahusishwa. Nasema ukienda kuzungumza na TP Mazembe, wao wanasema wana uhitaji wa euro 150,000 ambayo ndio itakayomuondoa pale TP Mazembe. Lakini mchezaji mwenyewe hana furaha ya kuendelea kudumu ndani ya kikosi cha TP Mazembe. Kwa wastani wa kucheza katika kikosi cha TP Mazembe, amecheza michezo 5 mpaka sasa hivi msimu wa 2024-25 akiwa amefunga goli 1, na sio mbaya kwa takwimu hizi kwa sababu mchezaji yuko katika eneo la ushambuliaji. Kwenye eneo la ufungaji kwake sio sana, ni mtengenezaji wa nafasi kwa ajili ya mshambuliaji kufunga. Pindi ambapo timu itakapokuwa na nafasi ya kufunga, ndipo ambapo yeye anafunga akiwa yuko kwenye position nzuri ya kufunga. Kwa hiyo bado ni mchezaji ambaye Young Africans wanapaswa kumwangalia kwa ni mchezaji atawasaidia kwa msimu unaofaa. Lakini hapo ni msimu ambao nazungumzia akiwa kwenye michuano mikubwa barani Afrika, ambapo ni CAF Champions League. Sasa kwenye ligi ya kwao ni mchezaji ambaye amepata muda mwingi wa kucheza sana kwenye takriban michezo ambayo mpaka sasa hivi TP ameshacheza. Tunajua utofauti wa klabu bingwa na ligi ya ndani ni mbili. Yani kwenye ligi ya ndani unakutana na watu ambao mnaishi kwenye mazingira ambayo ni ya pamoja, mnafahamiana, yani nchi yenu inaweza ikawa kwa sehemu kadhaa mazingira yanaendana. Lakini mnapokuja kwenye CAF Champions League kuna utofauti, sababu utakutana na timu ambazo hamtoki ukanda mmoja, unaenda kwenye kanda tofauti. Pengine utaenda ukanda wa kusini mwa jangwa la Sahara ambapo sisi bado tupo na Kongo hapo, lakini kuna kusini maana yake Kosafa, kuna timu za kaskazini mwa Tanzania ambapo hapo utakutana kina National Al, Zamalek, Pyramid, kina Esperance Tunis, Etoile du Sahel. Hivi vilabu vyote ukiviweka kwenye pati moja unaviweka kwenye vilabu ambavyo ni vya ukanda wa kaskazini. Lakini kuna vilabu vya East Africa ambayo Kongo nayo yumo, kwa siku za hivi karibuni ameingia. Lakini watu wanajua East Africa ni nchi zile ambazo ukiachana hizi ambazo zimeingia mpya sasa hivi, bado mazingira yake yanakuwa hayawi bora. Kwa hiyo ni mazingira ya tofauti, ni kila nchi na mazingira yake ambayo ni bora, na mchezaji anapokwenda kucheza anakwenda kucheza kwa matarajio na mategemeo makubwa, na watu wanaamini kwenye kile ambacho anacho. Kwa hiyo kwa mimi naamini kwamba mwalimu ambaye amempendekeza pengine Keita ni moja ya mchezaji bora sana ambaye anaweza akakava nafasi ya Stephane Aziz Ki katika msimu unaofuata.